kwenye channel yetu pendwa ya Apostle Katambi. Channel hii hutuletea mahubiri ya neno la Mungu na mafundisho kwa watu wote. Siku ya leo tunataka tujifunze ujumbe mzuri sana, kushinda vita vya usiku wa manane. Vita vingi huwa vinafanywa au vinapigwa wakati wa usiku wa manane. Ndio maana watu wengi huwa wanakufa usiku, na watu wengi pia huwa wanazaliwa usiku. Kwa hiyo siku ya leo tunajifunza kwa habari ya vita vilivyosimamishwa usiku wa manane, na tutaanza moja kwa moja katika kujifunza. Tunapokuwa tunaongelea usiku wa manane, tunaanza kuongelea kwa habari ya saa 7 usiku, saa 8, saa 9 mpaka saa 10. Katika ulimwengu wa roho, madhabahu nyingi za giza hufanya kazi usiku wa manane. Katika ulimwengu wa roho, madhabahu nyingi za wachawi, wakuu wa giza, wakuu wa anga hufanya kazi kwa spidi usiku wa manane. Sasa leo tunajifunza kwa habari ya maombi kushinda vita vya usiku wa manane, kwa maana wachawi wengi huwa wanasimama usiku wa manane kufanya vita na maisha ya watu, kufanya vita na uchumi wa watu. Kwa hiyo siku mpya inaanza usiku wa manane. Kwa katika ulimwengu wa roho, wakuu wa giza, wachawi huamka asubuhi na mapema, ambao ni usiku wa manane, ndiko wanaanza kushambulia biashara za watu, kushambulia kazi za watu katika ulimwengu wa kiroho. Kwa tunaenda kujifunza namna kushinda vita vya usiku wa manane kupitia sifa na kuabudu. Kwa tutaanza kama ifuatavyo, na Mungu akubariki sana kuweza kujifunza pamoja nami katika ulimwengu wa mwili na wa roho. Usiku wa manane, sifa hutumika kama silaha ya vita. Kuna maeneo mengi yanatumika kwa ajili ya kupambana vita na wachawi, ya kupambana vita na wakuu wa giza, ya kupambana vita na wakuu wa anga, lakini sehemu mojawapo ya kuangusha ufalme wa giza hasa usiku wa manane ni sifa na kuabudu. Sifa na kuabudu. Kwa nini? Sifa ni silaha ambayo inakupa kushinda katika ulimwengu wa kiroho. Hebu tuangalie wakati una Mungu akupe neema ya kuweza kutenda na kuweza kufanikiwa kuweza kujua siri hii katika ulimwengu wa roho. Na tutaanza kuangalia katika maandiko matakatifu, kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 20 mstari wa 22 mpaka mstari wa 25. Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 22 mstari wa 20 mpaka mstari wa 25. Na tutaona katika Mambo ya Nyakati haya sura ya pili mstari wa 20 mpaka 25. Mambo ya Nyakati wa Pili mstari wa 20 mpaka 25. Tunaona hata tunapokuwa kanisani, tunapokuwa kwenye sifa na kuabudu, huwa inafika kipindi tunapokuwa kanisani kwenye sifa na kuabudu, inafika kipindi ambapo this is a Bible. Tunafika tufungue Bible sasa kwenye Mambo ya Nyakati wa Pili Bible. Tufungue Bible kwenye Mambo ya Nyakati wa Pili sura ile 20 mstari wa 20. Sura 20 mstari 22 mpaka 25. Tunapokuwa tuko kanisani, huwa wakati wa sifa na kuabudu, wakati wa sifa na kuabudu, tunapokuwa kanisani, wakati wa sifa na kuabudu huwa ni wakati ambapo watu wanaponywa, watu wanafunguliwa. Kuna watu wanakuja hawana amani, kupitia sifa na kuabudu wanapata amani.
Kuna watu wengine ni wagonjwa, kupitia sifa na kuabudu, wanapomsifu Mungu wanapokea uzima. Lakini tukienda kwa umbali sana au ndani sana, kuna watu wengine wanakuja wakiwa na magonjwa mazito au mapepo, lakini kupitia sifa tu wanafunguliwa. Kwa hiyo lengo langu, nafundisha kushinda vita vya usiku wa manane kupitia sifa na kuabudu. Sifa ni mlango wa kiroho. Sifa ni sehemu ya vita katika ulimwengu wa roho, ambayo inaweza kukupa kushinda vita vyako vya biashara, vita vyako vya kazi, vita vyako vya uchumi katika ulimwengu wa kiroho. Sasa tunaanza kuangalia Mungu aliwashindia watu kupitia sifa na vita vyao akaweza kuwapigania, na tunaona katika Mambo ya Nyakati wa Pili sura 20, ndio tutaanza hapo sasa. Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 20 na mstari ule wa 22 mpaka 25. Tunaona maandiko yanasema, tutasoma hapo Nyakati wa Pili sura 20 mstari wa 22 mpaka mstari wa 25. Maandiko yanasema, tunaweka wazi maandiko yanasema hapo Nyakati wa Pili sura 20 mstari wa 22 mpaka 25. Mstari wa 20 unasema, wakaamka asubuhi na mapema wakaenda nje katika jangwa la Tekoa. Nao walipokuwa wakitoka, Yehoshafati akasimama akisema, nisikieni neno eni Yuda, ninyi na wenyeji wa Yerusalemu. Mwaminini Bwana na Mungu wenu, ndivyo mtakavyothibitika. Mwaminini manabii wake, ndivyo mtakavyofanikiwa. Naye alipokwisha kufanya shauri na watu, akaweka wale watakaomwambia Bwana, watakaomwimbia Bwana na kumsifu katika uzuri wa utakatifu, wakitoka mbele ya jeshi na kusema, mshukuruni Bwana, maana fadhili zake ni za milele. Nao walipoanza kuimba na kusifu, Bwana akaweka waviziao juu ya wana wa Amoni na wa Moabu na milima Seiri. Walikuja juu ya Yuda nao wakapigwa, na kwani wana wa Amoni na Moabu waliondokea wenyeji wa milima Seiri na kuwaulia mbali na kuharibu. Nao walipokwisha kuwakomesha hao wakao Seiri, wakajitia kuharibu kila mtu na mwenzie. Hata Yuda alipofika mnara wa kulindia wa jangwani, wakautazama hilo jeshi, nalo wakaliangalia, lilikuwa maiti wameanguka chini, wala hapana aliyeokoka. Nao Yehoshafati na watu wake walipokuja kuchukua nyara zao. Sasa tunaona katika kitabu cha Nyakati wa Pili, nafundisha somo linalosema vita vinavyosimamishwa wakati wa usiku, kushinda vita wakati wa usiku kupitia sifa na kuabudu. Kwa tunaona wana Israeli walikuwa kwenye vita kati yao na watu wanaoitwa Waamori na maadui wengine, lakini vita ile Mungu akawaambia ya kwamba sikilizeni wana wa manabii, sikilizeni wana wa manabii, katika kusikilizeni wana manabii. Na alichokiangalia katika ulimwengu wa roho, alichokifanya yule mtu, alichokitenda, aliwaambia kwamba nendeni mkasimame, japo kwamba mko katika vita na katika mashambulizi, nendeni mkasimame mbele. Na baada ya kusimama mbele, akawaambia sifuni tu na kuabudu, Mungu atawapigania vita. Kwa hiyo tunaona walisifu katika roho, wakaabudu katika roho, vita vikaendelea. Inawezekana una vita kwenye biashara, inawezekana una vita kwenye kazi, lakini sifa ni silaha mojawapo ya Mungu kukupigania katika ulimwengu wa roho. Unaposimama kusifu, Mungu anatuma malaika zake. Mungu akatuma malaika zake. Malaika wa Mungu walipotumwa, Biblia inasema wakaenda mbele. Wakalipoenda mbele, wakaua wale majeshi ya adui. Waliuawa sio kwa sababu
ni watu walipambana wao kwa wao, sio kwa sababu ni watu walipigana wao kwa wao, lakini katika ulimwengu wa roho, kwa sababu walimsifu Mungu, walimtukuza Mungu, wakamsifu Mungu, ndipo Mungu akapigana vita, malaika wakapigana vita kwenye ulimwengu wa kiroho na kuua maadui zao. Sasa tunaanza kuona leo kuna watu wana vita kwenye biashara, leo kuna watu wana vita kwenye kazi, leo kuna watu wana vita kwenye uchumi, leo kuna watu wana vita kwenye ndoa, leo kuna watu wana vita kwenye kazi za mikono yao. Kwa hiyo sifa ni sehemu mojawapo ambayo inasababisha Mungu atupiganie vita yetu katika ulimwengu wa roho, iwe ni kwenye eneo la uchumi au biashara au kazi katika ulimwengu wa kiroho. Unasema mtumishi, unaongea nini? Tuanze kuangalia katika kitabu kile cha Mwanzo, twende tukaangalia kitabu cha Matendo ya Mitume sura 24, Matendo ya Mitume sura 16. Kwa hiyo sifa ni silaha ya vita katika ulimwengu wa roho. Kwa usiku wa manane, maadui wanaposimama kupambana nawe kwenye uchumi, kwenye biashara, kwenye kazi, eneo la pekee litakalo kusaidia ili uweze kufanikiwa kwa wepesi, ili kushinda vita hiyo, ni sifa na kuabudu. Kwa unapoanza kusifu Mungu usiku wa manane na kumtukuza Mungu usiku wa manane, ukaimba zile nyimbo za sifa, kwa hiyo Mungu anaingia kazini kupigana vita yako. Kwa wale waliopanga mabaya kwa ajili yako, kwa wale waliopanga mabaya kwa ajili ya maisha yako katika ulimwengu wa kiroho. Hebu tuangalie Matendo ya Mitume sura ile ya 16. Matendo ya Mitume sura 16. Maandiko yanasema wazi katika Matendo ya Mitume sura ya 16, na hapo ndipo tutaanza kuona kwamba usiku wa manane wanaitumia sifa kama silaha ya kupambana na adui. Unatumia sifa kama silaha ya kuangusha mapenzi ya adui au matakwa ya adui katika ulimwengu wa kiroho. Hebu tuangalie hapo, maandiko yanasema katika kitabu kile cha Matendo ya Mitume sura 16 kuanzia mstari wa 24. Sifa ni silaha ya vita. Unapoimba, kunaposifu, malaika wanapigana vita yako kwenye ulimwengu wa roho. Kwa hiyo tunaanza kuangalia hapa, nasema naye, Matendo ya Mitume hiyo anasema naye akiisha Matendo ya Mitume sura ile ya 16 mstari wa 24. Maandiko yanasema naye akisha kupata amri hii na kuwapa na kuwatupa katika chumba cha ndani, akawafunga miguu kwa mikatale. Lakini panapo usiku wa manane, Paulo na Sila walikuwa wakimwomba Mungu na kumwimbia nyimbo za kumsifu, na wafungwa wengine walikuwa wakisikiliza. Ghafla pakawa na tetemeko kuu la nchi, hata misingi ya gereza ikatikisika. Mara hiyo milango ikafunguka. Paulo na Sila walikuwa usiku wa manane, walikuwa wakiomba, walikuwa najua siri hii kwamba unapomsifu Mungu usiku wa manane, malaika wanafanya kazi katika ulimwengu wa roho. Pendo unaonisikiliza, inawezekana una vita kwenye biashara. Pendo unaonisikiliza, inawezekana una vita kwenye kazi. Pendo unaonisikiliza, inawezekana una vita kwenye uchumi. Lakini unapoamka usiku wa manane, ukajaribu kuomba, unapata ugumu wa kuomba, ukajaribu kuomba, unapata vizuizi vya kuomba, ingia katika kusifu Mungu. Unaposifu Mungu, Mungu anaachilia malaika wake wanapigana vita yako. Unapomsifu Mungu, Mungu anaachilia malaika wake wanapigana vita yako. Twende tukajifunze. Nifuatilie katika somo lijalo katika channel yetu pendwa hii ya Apostle Katambi. Katika somo lijalo nifuatilie kwenye channel yetu pendwa hii ya Apostle Katambi. Mungu akubariki sana na neema ya Mungu iwe juu yako. Kama ni mara yako ya kwanza kuingia kwenye channel hii, unaweza ukasubscribe channel hii ili wa kwanza kupata masomo yetu kwa wakati na kwa muda mwafaka. Mungu akubariki sana. Weka komenti yako hapo chini. Kushinda vita, andika tu kushinda vita kupitia sifa. Kushinda vita kupitia sifa na kuabudu, au kushinda vita, weka komenti yako ya usiku wa manane kupitia sifa na kuabudu. Mungu akubariki na neema Kristo juu yako katika jina la Yesu hai. Amen.